mvua hiyo ilianza kunyesha majira ya usiku na magari yalianza kukwama kuanzia majira ya saa 11 alfajiri. Na hapa baadhi ya abiria na madereva wanaeleza adha walioipata. Tumekutana na adha ya daraja kuwa limevunjika. Toka alfajiri tuko hapa na mpaka hivi sasa haijafahamika itakuwaje ili kuweza kuvuka. Imeniathiri pakubwa kwa maana safari yangu ilikuwa kwa muda. Hamna kwenda, hamna kurudi. Hapa ina maana hapa ratiba ya kupakia au ya kwenda kushusha tena kule sasa hivi imeshakuwa jamu. Unafika pale saa nyingine mtu kula tena muda umeshafika umekwisha. Mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatuma Mossa aliyefika kwenye eneo hilo akiwa ameongozana na baadhi ya viongozi wa serikali ametoa pole kwa walioathirika na hali hiyo na kupongeza kazi iliyofanywa na jeshi la polisi na wakala wa barabara Tanzania TANROADS. Sana jeshi letu la polisi kwa kweli wamekuwa hapa tangu alfajiri na walikuwa wakinipa taarifa. Wamefanya kazi kubwa ya kuzuia, lakini ni washukuru na kuwapongeza meneja wa TANROADS na timu yake na mkandarasi wetu ambao wamepambana kuhakikisha magari yanapita. Yanapotokea mambo kama haya tuwe wavumilivu. Hilo ndio swala la msingi. Tukilazimisha linaweza kutokea lile ambalo sio lenyewe. Kwa sababu kila mtu tunayemwona hapa saizi ana haraka. Sasa haraka inaweza kutupeleka mahali ambapo mwisho wa siku pasiwe pazuri sana. Meneja wa TANROADS katika mkoa wa Kagera, Mhandisi Nturuma Ekokesha, anaelezea mpango wa kudhibiti hali hiyo ili sijirudie tena katika kipindi hiki cha mvua za masika zinazoendelea. Baada ya hapo sasa tunaanza kujaza mawe makubwa kwa ajili ya kuinua tuta ili hata mvua zikiongezeka hazitaweza kupita juu. Kwa hiyo tumeshajipanga, mkandarasi yuko site na baada ya magari kupungua tu tunaendelea na hizo zoezi. Kupunguza magari kama alivyosema mhandisi wa mkoa wa TANROADS. Baada ya hapo tuna mawe mlimani tumeshatoboa, tunalipua na kusomba kwa ajili ya kuongeza kimo cha tuta. Kwa changamoto iliyojitokeza tumeshapangia mikakati kuikabili. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa baada kukatika kwa daraja katika eneo la Kietema lililo katika halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Nikiripoti kutoka katika eneo hili, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV.